tuko hapa kwa sababu tuko na wajibu wa kueleza wananchi wapiga kura mahali tumefikisha agenda ya maendeleo ambao mlitupatia miaka miwili imepita sasa. Unajua serikali yetu tulitembea hapa na Rais William Ruto siku hiyo akiwa deputy president, na tukaomba kura yenu. Mungu akawajalia na akatujalia, mkatupigia kura, tukachukua nafasi tofauti za uongozi tukiongozwa na Rais William Ruto. Tulisema siku hiyo ya kwamba tutakazana at least kupunguza gharama ya maisha, kwa sababu siku hiyo ya 2022 bei ya bidhaa muhimu ilikuwa imeenda juu kidogo, kwa sababu ule ugonjwa wa COVID-19 ulisababisha uchumi wa Kenya ufungwe kwa zaidi ya mwaka na nusu, karibu miaka miwili. Hakuna biashara ilikuwa inaendelea. Ile biashara tulikuwa nazo tukafunga, tukajifungia nyumbani mwezi moja, miezi sita, mwaka na nusu, uchumi ukaharibika. Neguo kana teguo, si ni kweli? Alafu kwa sababu hiyo ndio unaona ya kwamba wakati uchaguzi ulifanywa, immediately baada ya uchaguzi, kuna wenzetu walikuwa wanafanya maandamano wakiweka sufuria kwa kichwa, kwa sababu bei ya unga ilikuwa 230, 240, 250 kilo mbili. Katika miaka miwili ambayo imepita tumefanya juhudi na tumefanikiwa kiasi, hata kama hatujafikisha mahali tungetaka ifike. Tukaona ya kwamba bei ya unga iko 230 kwa kilo mbili, 240 kwa kilo mbili. Ni kwa sababu bei ya fertilizer iko juu. Fertilizer ambayo tunatumia katika mahindi yetu, fertilizer ilikuwa inauzwa kwa wakulima shilingi 7,000 kwa gunia moja, tukapunguza ikakuwa 2,500. Hiyo ndio moja ya mbinu tulitumia ya kurekebisha kiasi bei ya unga ikateremka. Sasa iko around 150, lakini bado tungetaka iteremke zaidi, ikuje 100, ili wananchi wengi wawe wanajimudu kimaisha. 2022 petroli lita moja ilikuwa 217. Watu wengi ambao walikuwa naishi karibu na mpaka wa Kenya walikuwa wanaenda kununua mafuta katika nchi jirani. Watu wa Namanga walikuwa wananunua mafuta pale Tanzania, upande wa Tanzania. Watu wako Busia Kenya walikuwa wanavuka kule Uganda kutafuta petroli. Pale Moyale walikuwa wanaenda Ethiopia. Kati ya mwezi wa 9 2022 na sasa, serikali ya William Ruto imekazana. Kila mwezi kumekuwa na mafuta inapunguka kila mwezi. Mahali tulikuta 217 per liter, leo tumeiteremsha kwa zaidi ya shilingi 43. Petroli sasa lita moja ni 165. Tunataka kukazana ishuke hata zaidi.